Hotuba Mlimani sehemu ya 8 kipengele C. Heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Mathayo 5 mstari wa 8. Rafiki yetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakuja kwako tukikutukuza wewe kwa jinsi unavyozidi kutupigania. Umeendelea kuwa pamoja nasi na hujatuacha kamwe. Tunasema asante kwa yote. Sifa na utukufu zikurudie wewe milele zote. Tunakuomba utusamehe kwa maneno yetu mabaya na kwa matendo yetu mabaya na kwa mawazo yetu mabaya. Asante kwa kuwa umekwisha kutusamehe tayari. Sasa basi tunamuomba Roho yako Mtakatifu azungumze nasi kupitia hili hubiri. Tunaomba na kuamini umekwisha kutenda na kujibu kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Mpendwa msikilizaji, Kristo atakapokuja katika utukufu wake, waovu hawataweza kustahimili kumtazama. Nuru ya uwepo wake ambao ni uzima kwa wale wanaompenda, ni kifo kwa waovu. Matarajio ya kuja kwake kwao ni kutazamia kwa hofu hukumu na ukali wa moto. Hii unaipata vizuri katika Waebrania 10 mstari wa 27. Wapendwa, wakati Yesu atakapotokea, waovu wataomba kufichwa kutoka katika uso wa yeye aliyekufa ili kuwakomboa. Mpendwa, mioyo ambayo imetakaswa kupitia kwa Roho Mtakatifu na Roho Mtakatifu akakaa ndani yao, Roho Mtakatifu anabadilisha yote na wanakuwa na uwezo wa kumjua Mungu. Musa alifichwa katika ufa wa mwamba wakati utukufu wa Bwana ulipofunuliwa kwake, na ndipo tutakapofichwa ndani ya Kristo, ndipo tutakapouona upendo wa Mungu. Rafiki yetu Yesu Kristo utupendaye sana, tunakuomba utufiche ndani yako ili tuweze kuuona upendo wa Mungu. Wapendwa, katika Mithali 22:11 inasema, yeye apendaye usafi wa moyo, kwa neema midomo yake mfalme atakuwa rafiki yake. Kwa mujibu wa SDA Bible Commentary, anaposema yeye apendaye usafi wa moyo, hapa anazungumzia usafi si tu maadili ya nje, bali hali ya ndani ya moyo. Hapa anamaanisha moyo usio na hila, anamaanisha moyo usio na unafiki. Na anaposema yeye apendaye usafi wa moyo, anamaanisha kuwa ni mtu anayethamini uadilifu wa ndani kuliko sifa za nje. Mpendwa msikilizaji, SDA Bible Commentary inaonyesha kuwa Mungu huweka msingi wa tabia kwenye moyo, kwa sababu moyo ndio chanzo cha maneno, moyo ndio chanzo cha matendo. Na hii inathibitishwa katika Mithali 4 mstari 23 ambayo inasema, linda moyo wako kuliko yote walindayo, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Mpendwa, linda moyo wako sana kuliko yote unayoyalinda, kwani unapolinda moyo wako utakuwa mwaminifu ndani ya moyo wako, utakuwa mwadilifu katika maisha yako, utakuwa na nia safi mbele za Mungu na wanadamu. Hila zitatoweka kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo uzuri wa tabia utaonekana kwa ndani, kisha utaonekana kwa nje pia. Na anapozungumzia kwa neema midomo yake, hapa anazungumzia maneno yaliyojaa hekima, maneno yaliyojaa upole na ya kujenga, maneno yaliyojaa busara. Ni lugha isiyo ya kujipendekeza na yenye heshima, bali ni ya ukweli wenye heshima. Maneno ya namna hii huvuta watu, hata viongozi. Neema ya midomo huepuka maneno ya chuki, huepuka maneno ya uchochezi. Baba, tusaidie kuwa na neema ya midomo yetu ili tuweze kuisema kweli kwa upendo, ili tusiseme kwa hasira, tusiseme kwa dharau, bali tuongee kwa busara na heshima kupitia jina la Yesu Kristo. Na anaposema mfalme atakuwa rafiki yake, anazungumzia maisha ambayo Waisraeli walikuwa wanayajua. Hapa anazungumzia kuwa katika Israeli ya kale kupata urafiki na mfalme kulimaanisha kupata ulinzi kwa mfalme, lakini pia utaweza kupata heshima na fursa kubwa katika jamii. Hivyo tabia safi na maneno yenye neema hufungua milango ya ushawishi hata kwa wenye mamlaka. Na kiroho, mfalme anamaanisha ni Mungu mwenyewe, yaani moyo safi humvuta Mungu kuwa karibu na mtu huyo. Hivyo utaweza kupata upendeleo, utaweza kupata heshima kwa Mungu, utaweza kupata kibali kwa Mungu. Kwa lugha rahisi, Mungu huinua mtu mwenye moyo safi na mtu ambaye maneno yake yamejaa neema, ambaye tabia yake ni safi, kufungua milango ambayo nguvu au ujanja haviwezi kufungua. Rafiki yetu Yesu Kristo, tunatamani tuwe marafiki zako. Tupokee sasa, tupatie ulinzi wa kutosha, tupatie ukubali kutoka kwako, tupatie upendeleo kupitia jina la Yesu Kristo. Katika kitabu cha Steps to Christ, mtumishi wa Mungu Ellen G. White alivuviwa na Roho Mtakatifu na akaandika kwamba mabadiliko ya kweli huanza moyoni. Tabia njema hutokana na moyo ulioguswa na Kristo. Na anasisitiza kuwa
Dini ya kweli si ya nje tu, bali ni ya ndani. Moyo uliosafishwa na Roho Mtakatifu kwa ndani utaweza kuzaa matendo mema kwa nje. Utaweza kumfanya mtu aongee maneno ya busara. Utaweza kumfanya mtu aweze kuongea maneno ya upendo na upole, maneno yenye heshima. Ataweza kuongea maneno ya kuweza kumjenga mtu. Lakini pia kuhusiana na neema ya midomo, mtumishi wa Mungu Ellen G. White katika kitabu chake cha Christ Object Lesson anaeleza kwamba maneno ya Mkristo yanapaswa kuwa ya faraja na ya kujenga. Lugha yenye upole ni ushuhuda wenye nguvu kuliko mahubiri makali. Anaandika kwamba maneno ya neema huleta mvuto hata kwa wale watu ambao wana mamlaka. Hii inaonyesha jinsi ambavyo kwa imani tunamwona Mungu hapa na sasa. Katika uzoefu wetu wa kila siku tunatambua wema wake na huruma zake katika udhihirisho wa riziki yake kwetu. Tunatambua katika tabia ya mwanaye, na Roho Mtakatifu huchukua kweli kuhusu Mungu na yeye ambaye amemtuma na kuufungua kwa ufahamu na kwa moyo. Na wenye moyo safi mpendwa, umwona Mungu katika uhusiano mpya. Umwona Mungu kama mkombozi. Umwona Mungu na kutambua usafi na uzuri wa tabia yake. Ndipo watatamani kuaksi sura yake. Watamwona kama baba anayetamani kumkumbatia mwanaye ambaye anatubu, na mioyo yao ujazwa na furaha isiyoonekana, lakini pia ujazwa na utukufu. Asante rafiki yetu Baba uketie mahali juu mbinguni. Tunashukuru kwa somo zuri ulilotupatia. Tusaidie mioyo yetu iweze kuwaza yaliyo mema, na midomo yetu iweze kunena yaliyo mema, na kisha tutende yaliyo mema. Tusaidie tuweze kukuona wewe katika uhusiano mpya, tukijazwa na furaha isiyoonekana, lakini pia tukijazwa na utukufu wako katika mioyo yetu. Tusaidie tuwe na tabia safi ili tuweze kufungua milango ambayo nguvu au ujanja wa kibinadamu haviwezi kufungua. Tulinde na kutuongoza siku ya leo. Asante kwa kuwa umetusikia na kutujibu sawa sana mapenzi yako, kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Uhai wangu ni kwako Bwana.